Watu wengi hawajui ya kwamba dunia inaongozwa na mambo za kiroho. Wengine wanajua lakini wanapuuza. Kuna wengine ambao wamejua wakatafuta njia mbadala, na njia hiyo mbadala wakatumia shortcut ambayo ni njia za kishetani ili kufaidi kwa utajiri ama kupata utajiri na mafanikio ya dunia hii. Na wanaishia kufa vibaya, wanaishia kuishi maisha magumu sana. Kuna uchawi mweupe na kuna uchawi mweusi. Leo hii nataka tumzungumzie kidogo tu Nabii Musa. Nabii Musa ni nani? Alianza aje? Siri haswa kamili ya Nabii Musa iko namna gani? Kwa nini Musa akawa nabii mwenye miujiza mingi tena za ajabu kuliko manabii wengine? Kwa nini hadi Mungu mwenyewe akasema Nabii Musa ninanena na yeye macho kwa macho, uso kwa uso, lakini manabii wengine nanena nao katika ndoto, nanena nao katika maono? Kwa nini? Kwanza, kuzaliwa kwa Nabii Musa kulikuwaje? Nabii Musa alizaliwa Misri. Wakati hiyo Misri ndio ilikuwa nchi yenye uweza mno duniani. Yaani kwa lugha ya kizungu wanaita superpower. Na Misri ilikuwa inatambulika kwa biashara, kwa ukuu wake wakati ule. Na Musa alipozaliwa, wakati Musa anataka kuzaliwa, wachawi wa Misri, kwa sababu Farao alikuwa amejizunguka na wachawi, yaani wenye hekima. Walikuwa kwenye falme zingine waliitwa wenye hekima, lakini ni wachawi, sio wenye hekima, ni wachawi, sababu ni wenye hekima ya mambo ya kiroho. Hivyo mtu mwenye hekima ya mambo ya kiroho ni mchawi. Hivyo wachawi walikuwa wanamzunguka Farao ili kumwambia matukio yatakayotokea katika ufalme. Hivyo Musa akawa mmoja. Musa akazaliwa wakati ule, na wakati ambapo nyota yake imeonekana, kwa sababu kabla ya mtu kuzaliwa nyota yake huwa inatayarishwa kwanza. Yaani maisha ya mtu huyo vile itakavyokuwa inakuwa imesha tandazwa, imesha kuwa displayed katika mbingu, kwenye anga, binadamu yoyote yule. Kwa hivyo wachawi walikuwa kazi yao ni kuangalia matukio yatakayotokea. Wakaona kwamba kuna mtoto atazaliwa
nchi ya Misri atakaye kuja kuwatoa watumwa wa Misri ambao walikuwa ni wana wa Yakobo, wana wa Israeli. Kisha wakamtaarifu wakamtaarifu Farao. Walipomtaarifu Farao, Farao akasema ni lazima kila mtoto wa anakayezaliwa wa kiume auawe. Pale mtoto Musa akachukuliwa akafichwa. Mama yake akamtengenezea kasafina kadogo, akamtengenezea kikapu ambayo alimweka pale ndani. Mwenye kumpa hekima ya kutengeneza kikapu ambayo maji haiwezi ingia, yenye kuficha mtoto kwa ubaridi mchana mzima, aliyempa hiyo hekima na maarifa ni Mungu pekee. Kwa hivyo kikapu ile peke yake iliyomhifadhi Musa ilikuwa ni muujiza. Kwa hivyo kuzaliwa kwa Musa na kuishi kwa Musa tokea utotoni mwake ilikuwa ni mambo miujiza, ni miujiza. Hapa nataka kukuelezea leo ukweli kuhusu Musa, maana watu wengi hawajui ukweli kuhusu Musa. Kwanza kabisa, ukubaliane nami ukatae Musa alikuwa mchawi. Cha kwanza. Kwa nini nasema hivyo? Shule za Kimisri ilikuwa inafunzwa uchawi, haswa watu wenye urithi wa Farao. Mtu yoyote ambaye alikuwa kwenye line, alikuwa kwenye mstari, kwenye orodha ya urithi ya kifarao, ya nyumba ya kifarao, ni lazima angefundishwa uchawi. Lazima angeenda shule ya uchawi. Kwa hivyo Musa alipofichwa na kuokotwa na binti Farao na akapata kibali machoni pa Farao, alilelewa kwenye maisha ya kifarao na kwenye itikadi zote za kifarao, na akaenda shule za kifarao ambao wana wa kifarao wa kifalme Farao walikuwa wanaenda, na walikuwa wanaenda wakisomea uchawi. Hiyo ndio masomo ambayo shule za wafarao zilikuwa zinafundisha wafarao, wafirauni, watu wote ambayo wako kwenye orodha ya urithi ya kifalme. Kwa hivyo muda wowote Musa alikuwa kwenye orodha ya kurithi ufalme wa kifarao, kama hangeweza kujitambua na kujua ya kwamba yeye sio Misri. Alikuwa kwenye orodha ya kifarao, alikuwa kwenye orodha ya kurithi ufarao. Na ndio maana Mungu alipomtokezea akamtokezea kwa njia za kichawi. Kwa Biblia wanasema miujiza, lakini miujiza ni nini? Miujiza ni uchawi. Kwa sababu uchawi ni kutengeneza kitu kinakuwa muujiza. Yaani kitu ambacho kiko zaidi ya mawazo ama fikra au tafakari za mwanadamu. Kwa hivyo jinsi ambavyo Mungu alimtokea Musa, alimtokea kwa njia ya kichawi. Maana huyu jamaa ako na elimu ya kichawi. Kwa hivyo cha kwanza, Musa aliketi akaona mti unateketea.
Yaani mti unawaka moto, lakini mti ule hauteketei, haichomeki, yaani haiishi. Unajua, Biblia ni kitabu cha ajabu na hekima ya Mungu iko kwenye Biblia, lakini nazidi kukuambia kwamba imefichika kwa siri mno. Watu kwa wakati huu hawafundishwi habari zinazopaswa wao kufundishwa kwenye Biblia. Wanafundishwa mambo ambayo hayana manufaa, hayana manufaa kwenye Biblia. Hiyo ndio vitu vingi watu wanafundishwa siku ya leo. Kwa nini? Ndio watu watawaliwe, waendelee kuingia kwenye mfumo wa kutawaliwa. Lakini ukijua Biblia, unatoka kwenye mfumo wa kutawaliwa. Unatoka kwenye system ambayo imekuwa set, sababu Biblia ina ukweli wake. Lakini wale walioileta Biblia waliileta mara ya kwanza kwa ukweli, wakapata kibali kwa Waafrika kwa nguvu za Biblia, kwa uweza wa Biblia. Lakini baadaye wakanyang'anywa, wakabadilika, wakaanza kuigeuza ile Biblia, kuiweka kwenye mfumo wa manufaa yao ili kuingiza utawala na mifumo za kuwatawala watu, kuanzia kwa watu weupe hadi kwa watu weusi. Mifumo ya Biblia ndio imetumika kutengeneza hizo vitu unaona wanaita siasa ama political arena, political world imetengenezwa, ilikuja baada ya Biblia kugeuzwa ili kutumika kwenye mifumo hizo. Kabla ya Biblia, mifumo haikuwa za aina hiyo. Sasa wale walioileta Biblia waliileta na kuihubiri vizuri inavyopaswa mara ya kwanza wakiingia katika nchi walizoziingia, na ikawatengenezea kibali. Nguvu za Biblia ikawatengenezea kibali, lakini wakaibadilishia katikati baada ya kuingiwa na tamaa za binadamu. Kwa hivyo kuna vitu vingi ambayo hawakuweza kuiexplain kwa watu kiundani vile inavyopaswa. Hata leo hii sehemu nyingi za ibada watu hawapatiwi maarifa na fahamu za Biblia ipasavyo kiundani na vile inavyopaswa kupewa. Wanapewa juujuu ili waweze kutawaliwa. Sasa ni nini nataka kusema? Nataka kusema hivi, Biblia inapoongelea mti uliokuwa ukiteketea ama mti uliokuwa unawaka moto lakini haiteketei, yani haichomeki, haiishi, it is not consumed. Ni kumaanisha nini? Musa aliketi muda mrefu akiitazama ile mti, akawa anaona moto, maana ili moto kuiteketeza mti, kiwango cha kuimaliza ama kuifanya yani moto kuichoma mti, kuikula ile mti, kiwango cha kuiteketeza
huwa inachukua muda. Kwa hivyo Musa alisimama pale kwa muda mrefu akitazama ile muujiza, ama kwa njia nyingine akitazama ile uchawi. Akaiangalia, akaisoma katika ulimwengu wa kimwili na katika ulimwengu wa kiroho. Na hapo ndipo Musa akaona kwamba kuna kitu pale. Akaiona, akasema wacha niisogelee nikaitazame vizuri. Unajua, mara ya kwanza hakuogopa, haikumshtua kwa sababu ni mtu ambaye ameshasoma vitu zile. Hakuogopa. Kama ingalikuwa ni mtu mwingine anaweza akakimbia. Hakushtuka, hakuona uoga kwa mara ya kwanza. Kwa nini? Kwa sababu ameshapitia darasa tokea utotoni, akafundishwa mambo kama zile, mambo kama zile au zinazofanana na ile. Akafundishwa lugha za kichawi, akafundishwa alama na ishara za kichawi, vile uchawi unatengenezwa, vile uchawi unaharibiwa, vile uchawi unafungwa. Sababu uchawi ni kufungwa, ni vitu vinashikanishwa, vinapatanishwa, vinafungwa, alafu inafungua portal fulani. Hiyo ndio uchawi. Ni vitu fulani vinaletwa pamoja, zinashikanishwa, mara mingi zinateketezwa, zinachomwa kwa pamoja, alafu vitu zile zinatoa portal, zinafanyiwa mambo fulani kulingana na elimu za kichawi, alafu inafungua portal fulani. Ikifungua hiyo portal, sasa muujiza unafanyika. Na hiyo sio muujiza, it's a kind of a spirit, inakuwa summoned. Inafungulia a certain kind of a spirit, kwa sababu dunia hii ni ya binadamu. So there is no any spirit who is supposed kuingia hapa duniani kuvuka mpaka. Nina mambo mengi ninayopaswa kuwafundisha kuhusu Nabii Musa. Kuna vitabu vingi alivyoviandika Musa ambayo watu zimefichwa, zingine binadamu hawajapatiwa access kuziangalia ama kuzisoma zile vitabu. Hakuna, imefichwa. Watu wachache ndio walio na zile vitabu. Watu wanaotaka kuitawala tu dunia wameficha zile vitabu vya Musa. Musa ameandika vitabu vingi. Aliandika vitabu akiwa Misri, maana alianza kujua uandishi akiwa Misri. Kwa hivyo akiwa shuleni, akili yake, he was a sharp person. Ndio maana Farao akampenda. Alikuwa ni mtu mwenye kushika vitu haraka. Alikuwa na neema ya kujua vitu haraka na kuzishika haraka, haswa mambo za kichawi. Na Farao alimweka karibu kwa sababu kuna siri ambayo hatuambiwi. Kuna vitu ambavyo Musa alikuwa anavitambua kwa haraka sana kwa Farao. Kwa haraka sana kwa Farao. Ndio kuna vitabu zingine zinaongelea, inasema kwamba akiwa mtoto mdogo aliekewa kaa la moto na asali ili ajulikane kama ni nabii. Malaika akapiga mkono wake akamchukulisha kaa la moto asichukue asali, maana Farao angemuua. Kwa hivyo tokea utotoni unabii wake ulianza kuonekana. The signs of a prophet zilianza kumwandama Musa. Katika uandishi wake
ilionekana katika kujua ama katika kusoma uchawi ule wa Kimisri, kuna vitu vingine alikuwa akiviongea vinavyodhihirisha na kuonyesha unabii wake, kuonyesha mwito wake wa unabii. Kwa hivyo ndio maana Farao akamuweka mtu yule Musa karibu naye, mtu wa Mungu Musa karibu naye. Mengi tu yamefichwa sisi wanadamu kuhusu hawa manabii, lakini licha ya haya machache ambayo tumefunuliwa, ukisoma kwenye hekima ya Mungu kupitia Roho Mtakatifu wa Mungu, sio kupitia theolojia, utapata nuru, utaona mwangaza, utaona nuru. Nuru yako itatimia, na hata utaweza kujua hiyo vitabu, utaanza kupata maneno yake ya hiyo vitabu ambavyo vimefichwa. Kwa hivyo kaa ukimjua nabii Musa. Hatujafika katika mafundisho ya nabii Musa sana, nilikuwa nataka tu kuguzia ndio ili watu wengi wakae wakijua tunasema nini kwenye mafundisho haya, na kuachia habari za Musa hapo. Utakapo nifuatilia kwenye mafundisho yangu mengine, nitakufundisha habari za Musa. Nitakuja kukufundisha mpaka vile uchawi unavyofanyika, vile uchawi inafanyika, vile majini zinakuwa summoned, vile malaika, vile unaweza ukasummon an angel, how to summon an angel, the secret that is hidden from men on how to summon an angel. We will also study and know the spiritual beings which are not angels, and they are not the fallen angels. Hawana maumbile ya kimalaika. Wao sio malaika, na sio malaika walioasi ambao ni majini. Hapana, ni tofauti, viumbe wa Mungu tofauti kabisa, waliosaidiana na Mungu kwenye uumbaji. Tutafundisha, nitakufundisha haya. Yamefichika kwa macho ya binadamu wa kawaida, na utashangaa mno, huyu alijuaje? Ni elimu. Elimu. Nimetafuta hii elimu kwa miaka mingi mno, nikiitafuta hii elimu, na elimu hii imenitesa mno, imenipitisha madarasa mengi kiwango cha kukata tamaa. Hata wale tuliozaliwa nao wa nyumba yangu hawajui elimu hii nilikuwa nikiitafuta muda gani, ama niliipata wakati gani. Ni Mungu tu na mimi. Kiwango ambacho nimeshawahi kusafisha njia kwenye boma nyingi, kuwaondoa wachawi, haswa kwa kusababisha wao kufa, haswa kuondoka duniani. Maana mimi ninapoingia kwenye boma ambayo mchawi yuko, mambo ni mawili: awache uchawi, asaliti uchawi, ama afe. Saliti uchawi ama ukufe. Try me and die. Na mchawi anaponijaribu mimi, yake ni kukufa. Miaka ya utotoni walinitesa mno, lakini ikafika mahali sasa nikajua siri zao, na nilipogundua siri zao niliwaangusha wengi.
wengi wako chini. Takuja kufundisha mpaka jinamizi, kile kitu ambacho kinanyonga mtu usiku. Unasikia kwamba unasikia kila kitu kinaongelewa, lakini umekaa kama mtu amekufa ganzi. Huwezi inua mikono, huwezi piga kelele, huwezi kujinyorosha, kujipendua kwenye kitanda, huwezi. Lakini mpaka ukazane, alafu unakuta kinakuachilia, unashtuka, unasema Yesu, ama unasema kitu chochote ambacho ulikuwa unasema. Unasikia roho inakimbia mbio sana hadi unakuwa na uoga wa kurudi kulala. Hizi nitakuja kukufundisha ni nini na unaweza kupambana nayo kwa njia gani. Hii ni mambo ambayo sisi tumeijua. Unapoona kwamba tunakaa kama vile tunavyokaa, tunajua vitu vingi. Kwa hivyo siku hii ninakutakia mema, nakutakia mazuri unapofuata mafundisho yangu. Bwana akubariki. Amina.